Pambano hili ni la uzani wa welterweight ambapo itakuwa ni pambano la round 6. Referee anawakagua mabondia wote wawili kisha kuwaita katikati ya ulingo. Obey my command. Protect yourself. Do you have any question? Neutral corner. Haya, wasaidizi nje ya ulingo, tunakwenda round ya kwanza. Kukiona kutokea hapa Superdome Masaki, bondia wawili Deo Samuel dhidi ya Isaiah Ali. Kienda moja kwa moja kukutana nayo ile Deo Samuel kutoka kwa Isaiah Ali. Maisha hapa sasa ni dalili za bondia ambao wanaonekana pia nguvu imo, ile power. Nguvu, akili, lakini ni vita pia ya Southpaw na Orthodox. Yes, nimeona mara kadhaa pia Deo Samuel akitumia mguu wa kulia kama Southpaw. Pengine huko mbele labda anaweza kaswitch mguu kuweza kumatch na hiyo Southpaw sense ya Isaiah Ali, na ukiangalia kwenye hizo dakika chache unaona hiyo straight left hand ya Isaiah Ali hiyo imekuwa ikimsumbua sana Deo Samuel kuiona ikiwa inatoka. Na ina power. Yes, ina power na ikitomoka inakuwa landed clean kwenye kichwa cha Deo Samuel. Kama la tatu amefanikiwa Isaiah Ali kwenye dakika chache. Kwa hiyo ni tahadhari mapema, inabidi Deo Samuel Deo Samuel ilione hilo na ifanyie kazi. Ni pambano la round 6 hili kama ambavyo linajieleza, na ukiangalia hapa Isaiah Ali ameanza vizuri kwa namna ambayo amekuwa na counter jab pia ya Deo Samuel, akijaribu kutengeneza angle vizuri sana na kuscore na kulan punch ambao zimekuwa zimefika kwenye dakika hizi za mwanzoni tu. Tuangalie je atakuwa na muendelezo huo au mambo yanaweza kawa ni magumu. Nimepata bahati ya kushuhudia baadhi ya fight ya Brother Deo Samuel. Ni wale mabondia ambao wanaanza taratibu, gari linawaka mdogo. Kwa hiyo kwenye raundi hii ya kwanza bado sijaona ile gari likiwaka bwana Deo Samuel. Naamini fight itakuwa nzuri sana huko mbeleni kwa sababu bondia wote wanaonekana wana nguvu na wote wana akili ya ngumi. Sema maarifa ambayo yanapatikana ulingoni ni moja kati ya kitu muhimu sana. Deo Samuel huyo ambaye bukta yake ni nyeusi na weupe, lakini Isaiah Ali huyo ambaye bukta yake ni weusi na njano au gold, hiyo kionekana. Na tayari naona kama kuna kati amepata, kama kuna damu chini ya jicho la kulia la Isaiah Ali. Naam. Na imetokana na punch au ni tutaona kwenye replay. Unaona kama kuna ishara ya damu chini ya jicho la Isaiah, jicho la kulia. Kweli inawezekana kutana clean punch ambayo kiangalia kwenye jicho lake la kulia, naweza nikaungana Aidan kile ambacho anakizungumza, ingawa bado ule uono bado upo. Na tulikuwa tunazungumza hapa ile power alionayo pia Deo Samuel ni kitu cha kutazama sana. Tukasema kwamba Isaiah Ali ana uwezo wa kuwa ndani ya mchezo kwa dakika zote hizo akiwa relax kwa kiwango kikubwa Deo Samuel, lakini vile vile kwa Isaiah Ali kwenye raundi ya kwanza ikiwa inaenda kukamilika. Tazama, anamkatia ulingo vizuri sana Deo Samuel, na Isaiah Ali ni kama anatafuta namna gani hasa ya kuchomoka mpati. Ni raundi ya kwanza ambayo imekuwa kwa upande wa Deo Samuel ni kama alikuwa anasubiri kureact baada pengine ya Isaiah Ali kufanya jambo fulani sana kwenye ring, na endapo kama atafanikiwa ku maintain hizo movements zake, naona sikimpa shida sana Isaiah naamini Deo Samuel, kwa sababu kwenye round ya kwanza Deo alikuwa na struggle kutengeneza mazingira kuweza kuland power punches zake kwa sababu ya movements ambazo Isaiah alikuwa nazo, movements ambazo zilikuwa zinafanya target kwa kwenye motion the power punches zake. So imekuwa round ya kwanza ambayo movements za Isaiah Ali zimekuwa key kwenye kumpa fight ambayo ngumu kiasi Deo Samuel. Na mchezo wa Deo Samuel ni mzuri zaidi kwenye tupigane, yani simama tupigane. Ukiwa unamtembeza kama hivi unapiga unatembea kidogo inakuwa inampa shida. Mtano na left hand ile ya Isaiah Ali kamtikisa kidogo Deo Samuel, lakini bado ndio kwanza round ya pili imeanza kati ya zile 6. Na ni left hand ambayo so far the best punch ya Isaiah Ali ambayo imefanikiwa zaidi kwenye hizi round mbili mpaka muda huu. Ndio ngumi pekee ambayo ameweza kuland clean kama mara 3 na ikatua kwenye kichwa cha Deo Samuel. Ni nzuri kuona majina mbalimbali ambayo labda ulikuwa hujasikia kwenye masikio yako kwa wakati fulani au mwazoea mabondia wengine, lakini Tanzania imejaliwa vipaji vingi sana vya mchezo huu wa boxing.
Ndio maana unaona kama hawa kina Isaya Ali unaweza kuwa waoni sana kwenye jukwaa hili la mapigano kupitia Azam TV, lakini ni mabondia ambao wapo wanaendelea kujijenga. Deo Samuel ambao wamepambana pambano zaidi ya 30 na wakiendelea pia kuonyesha makali yake na uzoefu wake hapa, akilijaribu kuliangalia pia tumbo la Isaya Ali. Mbona Deo Samuel body punch ni kama anazitafuta vizuri sana, akienda nice left hand. Bado hizi movement ambazo bwana Aidan amezizungumzia hapa bado zinaona zinampa shida kwenye kupata target ya bwana Deo Samuel, yani kupata ile power punch yake, bado ana struggle kuitafuta power punch. Na mistake ambayo unaona Deo anayofanya anapojaribu kuingia kwenye range ya kupiga, huoni akitumia jab yake kuvuruga timings za Isaya Ali. Haingii na jab kwa ajili ya kuvuruga timings za Isaya, kitu ambacho kinamfanya Isaya kuendelea kumove pasina kuwa na shaka yoyote na kufanya matendo yake. Kuna Isaya Ali akiendelea pia na mchezo wake right hand ambayo imekuwa nzuri sana baada ya kujiweka wazi Deo Samuel, lakini ilikuwa haijakaa sawa sawa. Akiendelea tazama, uone kama kuna jabu. Unaona bondia wote wanakwenda kwa ukaribu zaidi, hawacha ni mbali. Kwa nice right hand kutoka Deo Samuel, bado hujaona ule mkono wake wa kushoto wa Isaya Ali hajautoa kwa muda mrefu, ni kama ameitunza ile energy yake hiyo hapo, jaribu lakini haikufika. Deo Samuel ataka kumwachia nafasi kabisa Isaya Ali, na ametoka kwenye kona ile. Raundi ya pili ikiwa inaelekea ukingoni. Nice right hand kutoka Deo Samuel. Raundi ya pili imekamilika. Samuel bado ana struggle kupata zile power punch, lakini tumemwona bwana opponent mwenzake bado anaendelea kustiki kwenye game plan, anapiga, anatembea. Unaona bwana Deo bado ana struggle kutafuta ile target ya kuweza kupiga power punch kama hivyo, akitaka kupiga anaondoka, akitaka kupiga bwana Isaya anaondoka. Mpaka sasa pengine Isaya Ali, moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kizuri pia kwake, kinampa nafasi ya kuendelea kama hivi, ni pamoja na footwork yake Aidan. Yeah, footwork pia, na kama kwenye kiuno kuja juu kina move pia, amekuwa kifeint sana, kitu ambacho kinampa pia Deo Samuel kuendelea kupata shida kufanya setup ya power punches zake. Yani mwili mzima wa Isaya Ali upo kwenye motion, miguu na sehemu ya juu ya mwili amekuwa kifeint sana pia juu. Angalia namna ambavyo akijaribu kwenda, nice boy, lakini amekuwa na ishu nzuri sana, licha kwamba ana kati ambayo ameipata, lakini amekuwa ni mzuri sana wa kuzichungulia zile punch ambazo Deo Samuel anazipeleka. Hii ni sifa ambayo anaipeleka moja kwa moja kwa Isaya Ali kwamba ni mjanja sana, kama usema Aidan, ndio lake la juu. Na bwana Isaya amekuwa mwepesi, anapita upande wa kushoto wa bwana Deo. Yani huko kwenye jabu yake, na ndio maana unaona bado Deo ana struggle kuweza kumpata bwana Isaya, akipiga ana move upande wake wa kushoto. True, amekuwa akimove nje ya jab ya Deo Samuel. Ambayo ilikuwa imeenda vizuri sana, na ndio vita, yani kitu ambacho utawini ukikutana na opponent kama huyo wa Sosbo na ile imekuwa sasa, naona zidi kuwa dawa zimekuwa nyingi sasa hivi, inaweza kuwa ngumu. Body punch ambayo ameanzia chini kwa upande wa Deo Samuel akimtafuta Isaya Ali, na bilisha referee ameona na akamwambia hapana, subiri sio kwanza, hapa nina ruhusa kuendelea kupambana katika hali hii. Of course alikuwa kwenye control fight kwa mtazamo wangu mimi kwenye hizi round 3 mpaka muda huu. Amestick vyema sana kwenye plan yake, kumaintain movement zake, kitu ambacho kimeendelea kumpa shida Deo Samuel kutengeneza mazingira ya kuland ngumi zake zenye nguvu. So imekuwa ni round 3 ambazo naona Isaya amekuwa kwenye control ya fight, kitu ambacho kimeendelea kumpa maswali magumu sana Deo Samuel, ambaye mchezo wake huwa anapenda mtu asimame mshindane. Sasa bahati mbaya Isaya ameendelea ku maintain movement na kumfanya Deo kuto kupata mazingira sahihi ya kuweza kulan ngumi zake ambazo ni bora. Baada ya kupata pengine, angalia namna ambavyo tumekwambia pia Isaya Ali ni mmoja kati ya bondia ambaye amegundua kitu gani ambacho anakifanya, akitokea kwenye
stance ile ambayo ameiweka, na kama pia anamuona kama Deo Samuel kama anataka kujaribu kuchange stance, lakini kuna Deo ameswitch mguu sasa, ameswitch mguu bado amerudi tena kule kule. Yani kama kuna sehemu anaitafuta ile ambayo ina kidonda, ndio kitu ambacho Deo anajaribu kufanya kwa Isaya Ali, anatuonyesha pale pale panapouma, na wakati ukiangalia ni sehemu mbaya na ni kubwa kwa nimeiona kwa ukaribu, ni kati kubwa na left nzuri sana ambayo ameipeleka hapo Isaya Ali. Alikuwa ni clean kabisa ambayo imemkuta, ni kama anataka kumuonesha kama unaweza ukapata kati vile vile ilienda kwenye eneo la jicho hivi. Na kitu kingine ambacho naona pia kiasi fulani kama kinamsumbua Deo Samuel ni hiyo mikono ya Isaya iko faster, ana fast hands ambazo zinapochomoka imekuwa pia ni ngumu kiasi fulani kuweza kudili nazo kwa Deo Samuel. Bado nitaendelea kumsifia zaidi pia Isaya Ali kwa footwork nzuri, na anatengeneza engo pale ambapo anamuona Deo Samuel, kwa sababu unajua Deo Samuel mtu hatari kwenye nguvu alionayo. Wanajaribu kuondoka kwa uharaka pale ambapo akipiga 1-2 anatoka. Angalia pia nice right, ile bega wakati mwingine namsaidia pia, ikiwa ni moja kati ya aina ya defense ambayo inaelezwa unaweza kutumia pia bega lako kujilinda, lakini unajua kulitumia bega lenyewe lazima uwe master. Facial guard bwana Floyd Mayweather. Floyd Mayweather ambaye alilisi kwa baba yake mzee Floyd Mayweather senior. Yeye ndiye bila wakati anacheza alikuwa akitumia sana hiyo facial guard mashoulder roll. Na mwanae hivyo, lakini bado kuna vitu tuna miss. Yaani ukiona mtu ameweka hiyo facial guard, hii ilikuwa ni huu ni mwendelezo wa ngumi ambayo imekuwa ikimpa shida Deo Samuel. Hiyo straight hiyo straight left hand ambayo alikuwa anaenda left hand lead amekuwa akipiga pasina kwanza na jab, na imekuwa ikimpa shida Deo kuiona ikiwa anachomoka na kumkamata. Ukiangalia kwa kiwango kikubwa sana na Isaya Ali, nasema kwamba hiyo punch yake ya kushoto au mkono wake wa kushoto akiitoa, utaona kabisa kwamba inamtikisa kwa kiwango fulani Deo Samuel, na ni moja kati ya silaha kubwa sana ambayo amekuwa akiitumia mara nyingi. Bila shaka wamesobana vema pale ambapo unakutana na mkongwe, una nafasi ya kuangalia mapambano yake ya nyuma yaliyo mengi, ukamfuatilia, unaweza kujua namna gani ya kwenda naye. Angalia hiyo, na kimsingi Gilbert hata Wanga pia anafahamu kwenye matchup kwa wewe ambaye ni orthodox. Angalia mkono left hand right hand nzuri sana ambazo Isaya Ali amezipeleka pale kwa Deo Samuel. Yani kwa bondia ambaye ni orthodox, ngumi ambayo itakusumbua wewe mtu zidi ya mtu ambaye ni southpaw ni hiyo left hand ya mtu wa southpaw, kwa sababu ukiangalia walivyosimama hapo, hiyo left hand ya Isaya imekaa kwenye mstari sawa sawa na target ambao ni Deo. Kwa hiyo ndio ngumi pekee ambayo kwenye mazoezi yako, kwenye sparring sessions unatakiwa ufanye kazi kuzuia hiyo left hand zidi ya mtu ambaye ni southpaw, sababu ukiangalia hapo imekaa kwenye mstari ule ule wa Deo Samuel. Na ndio maana mara nyingi ukimwona Isaya Ali anajaribu kuondokea kwenye stance au mguu wake Deo Samuel, kama unavyosema, unakuwa ni rahisi zaidi kuiona, na wakati mwingine pia unamuona hata punch yake ya kulia au mkono wake wa kulia anajaribu kuland, ambao anaitumia mara nyingi kama jab kwa ajili ya kufanya setup ya hiyo left hand yake. Haya, kiendelea Deo Samuel pia kujiuliza, akiendelea nice combination right hand nzuri sana ambayo nimekuambia pia kuna wakati mwingine akiitumia huyu Isaya Ali, kwa ni mjanja sana, anacheza naye kwa maarifa makubwa sana Deo Samuel, bila shaka akiheshimu ule ukongwe. Kuna muda brother Deo anashambulia lakini bado anakuwa yuko wazi, yani sioni kwamba akiboresha kwenye eneo lake la defense, yani anaenda kushambulia lakini yuko wazi. Sasa nataka nafasi bwana Isaya kuweza kulend zile punch. Nimpe maarifa leo Saidi Bwanga. Matangazo hapo, usimwite brother, wewe mwambie tu mwite Deo. Mwambie Deo Samuel. Heshima jimu au sio? Kwa kutana jimu amwamkie. Inawezekana kapteni wake huyu. Kabisa. Hapa wewe mwite tu kwa jina lake na inakuwa ni nzuri zaidi. Deo Samuel. Nice job. Hatari. Unaona yani Deo anaenda kushambulia lakini uko wazi. Haya. Hizo double jab wameziruhusu. Haya, kiendelea Deo Samuel akiendelea kumwa karibu pia kwenye kona hapo. Je, atatoka namna gani? Ameondoka Isaya Ali. Haya,
kiendelea pia kuitumia jab yake, lakini pia naipenda zaidi pia ambayo Isaiah Ali akitumia right yake pamoja na left hand yake akiwa anahifadhi kwa muda mwingi, pengine kwenye matukio muhimu baada ya kufanya setup. Lakini pia Deo Samuel kiendelea kuangalia kitu gani ambacho anakifanya. Angalia ile right hand ambayo imekuta kwenye sekunde za mwishoni, Isaiah Ali akitengeneza tuseme clean punch kuwashawishi majaji. Mimi ile accuracy rate ya Isaiah Ali imekuwa kubwa kuliko kwa Deo Samuel ambaye ameendelea kustruggle kumkamata Isaiah, kwa sababu pia ukiangalia kwa raundi zote mpaka muda huu Isaiah amefanikiwa kumweka ndani Deo, amekuwa akimove nje. Amekuwa kimove nje ya mguu wa mbele wa Deo Samuel, kitu ambacho kinafanya aimeze ile orthodox jab ya Deo Samuel, lakini pia apate nafasi ya kuland hiyo left hand yake kirahisi. Tano, tuone kitu gani ambacho kitafuata kwenye raundi hii hapa ya 5. Tuone huyu hapo Isaiah Ali dhidi ya Deo Samuel, raundi ya 5 kati ya zile 6. Deo Samuel akianza kwa nguvu sasa, bila shaka kona yake mwambia bwana, pengine unatakiwa ufanye jambo la ziada kwa sababu unaweza ukaenda mpaka mwisho mambo yakawa tofauti. Oh, nice right. Kwa Deo kapiga clean punch nzuri sana, imenasa kwa kwenye kichwa cha Isa kutoka kwenye mkono wake wa kulia ule, alipeleka vizuri sana kwa upande wa Deo Samuel. Je, ataendeleza hivyo hivyo kwa sababu ni dakika za mwanzoni tu kati ya zile dakika 3. Moja kati ya hatari ambazo ukiwa unacheza nice left. Mkiwa mnacheza kati ya Southpaw na orthodox ni kuweka mguu wako wa mbele, kuweka ndani ni hatari kama mikono yako inakuwa haiko faster. Aidha kama unakubali kukaa ndani, basi uwe faster kwenye kupiga counter au kupiga zile ngumi zako, lakini kama unakuwa mzito inakuwa ni hatari kubwa. Ndio kitu ambacho tunakiona hapa, bwana Isaiah anafanikiwa sana kwenye kutoa mguu wake wa mbele. Nice right. Naambia kwamba moja kati ya kitu ambacho nice combination kwa Isaiah Ali. Watu wanafurahia ukiwasikia shangwe, yani mtu akipelekewa ndio ambapo wao wanafurahi, yani akizipokea kama hivyo. Deo Samuel anakutana pia na mtihani hapa kwa kile ambacho Isaiah Ali anakifanya wakati huu, lakini bado ni kama mipango kwa upande wa Deo Samuel kama inaisha hivi, lakini bado inaisha kwa sababu hiyo style ya upiganaji ya Isaiah Ali imeendelea kumdiscomfort. Hizo movements Deo sio bondia ambaye anapenda watu ambao wanatembea hivi, huwa anapenda msimame tupigane. Sasa Isaiah ame-maintain movements zake kwa round zote 5 mpaka muda huu, kitu ambacho kimeendelea kumpa shida Deo Samuel. Ukiangalia pia Deo Samuel mikono yake ambayo anaitoa hapo, anajaribu kuwa kwenye kona angalau apige combination na itafute tumbo, lakini bado narudi kwenye cha nafasi zaidi. Jab, nice right. Straight right hand kutoka Deo, na pia kairudisha left hand nzuri sana. Nice. Na nice left hand. Yani Deo wakati anaenda kushambulia na kwa yuko wazi, ni hatari sana anaifanya. Angalia jabu hizo zikienda, lakini nzuri sana ambayo imeenda. Deo Samuel kama anataka kurejesha, lakini mambo yakawa tofauti. Isaiah Ali nice right. Ana sana nzuri sana wa kile ambacho anakifanya, lakini inabidi aongeze umakini, awe na nidhamu, anajua kwamba anapigana pia wanacheza na mkongwe. Mkongwe wewe hamna ngumi ambao utampiga labda ikawa ngeni kwake, yani ngumi zote anakuwa kashapigwa, kashawahi kupigwa, wewe unafanya review. Raundi ya 5 imekuwa ni ya kipekee, Isaiah Ali akienda kwenye kona yake, lakini vile vile Deo Samuel zilikuwa landed clean kwenye kichwa cha Deo Samuel. Ilikuwa ni raundi ambayo defense ya Deo ilikuwa down sana, kitu ambacho kimempa nafasi Isaiah Ali kuweza kuland almost punches zake zote, kwa maana hiyo right hook yake, left hand yake nyingi zilikuwa landed kwenye kichwa cha Deo Samuel. What a round, what a performance kwa Isaiah Ali. Naweza kabadili kile ambacho umekifanya kuanzia dakika ya kwanza mpaka sasa, kikabadilika endapo usipokuwa makini, lakini ni raundi ambayo yule ambaye pengine ana faida anaweza akatengeneza ubora zaidi kwa kulinda kile alichonacho. Je, watafanya nini? Ni Deo Samuel ama Isaiah Ali kwenye usiku huu hapa wa Bongo Fighting Championship kutoka kwao Dragon Promotion Limited, lakini wakishuhudia kupitia Azam TV. Twende kwa pamoja, bado mambo ni mazuri yanaendelea hapa. Deo Samuel huyo mwenye buti yake nyeupe, lakini Isaiah Ali huyo mwenye buti yake inaweusi hivi na rangi ya gold.
Oh, nice left hand. Nzuri. Ule ushapu wa kwake Isaya Ali unawafurahisha walio wengi. Yes, na uwepesi na uharaka wa Isaya Ali ni kitu kingine ambacho kimeendelea kumpa wakati mgumu sana Deo Samuel. Unaona anapoingia kwenye punching range, akiland punch amekuwa mwepesi kutoka kwenye ile range ya kupigwa na ndio kumpa nafasi ngumu Deo Samuel kuweza kumkamata akiwa anatoka njiani. Yeah. Bila shaka una enjoy, bila shaka unafurahia ukiwa tunaufunga mwezi huu hapa wa kwanza. Angalia hiyo ilikuwa ni hapo kati fulani ambayo ilikuwa sana imependa. Nzuri sana. Huyu ana aina nyingi sana zile ya ngumi muhimu ambazo unatakiwa uzione kwa bondia, unazipata kwa upande wake Isaya Ali. Kukutana na jab, tunakutana hapa pia na hook. Ndio bado kama ana struggle, maana anakuja kwenye orthodox, kwenye southpaw ili tu kupata ile target, bado haioni. Bwana Isaya bado ameendelea kufanya zile movement zake. Left hand ambayo imeenda mtihani mgumu anapatiwa Deo Samuel, kama ilivyo walio wengi. Wanasema pia boxing ni mchezo wa hisabati, ni moja kati ya somo gumu pia kwa sisi tulio wengi, kwamba hisabati au hesabu au namba. Kwa pia vile mchezo huu ni mchezo wa hesabu kali sana. Sweet science. Ni kweli kama unavyosema, sayansi tamu ya mchezo huu. Nice jab. Kiangalia sura ya kwake Deo Samuel akijaribu kutafakari huku akiendelea kuangalia namna gani atakutana, lakini Isaya Ali yeye mwenyewe akiendelea kutengeneza au kuwashawishi majaji kuko na kile ambacho anakifanya kwenye raundi hii hapa. Hapa Deo Samuel, combination nzuri sana ambazo zimekuwa ni clean punch. Na changamoto kwake ni kwamba amekuwa afanye follow up kama vile kaland zile clean punches mbili, ukiona akiforce kuingia ndani kwa nguvu. Yani anapiga hapo anaacha. Lakini utafanya follow up pale ambapo unakuwa umeland punch ambayo ina power, kama unaona kabisa pengine haijawa sawa kama hii ambayo una struggle kuingia ndani, unapomkamata mpinzani ndio fursa wewe kuingia na lakini sio akifanya hivi, anapiga papa anatoka na mwacha. Isaya Ali right hand yake ambayo imeenda moja kwa moja. Angalia pia left hand yake nzuri, kwa amekutana nayo pia right hand nzuri sana ambayo ametandika hapo Isaya Ali. Dakika ya kwanza mpaka ya mwisho anamwambia bwana njoo, imekuwa pambano nzuri sana brother. Huyo hapo Isaya Ali anaamini pengine kile ambacho amekifanya amewashawishi majaji, ndio maana ana furaha zaidi ya bwana ya orthodox. Ni bondia ambaye ana movements za hatari sana, kama ambavyo Alexander Usyk kwenye stance yake ya southpaw hapo kana move hivyo, huwa always unakuwa ni ngumu kudili na bondia wa aina hiyo. Yani southpaw ambaye ana move kama hizi huwa ni matchup ngumu kudili nayo. Kwa wataalam, kwa watu wenye movement kama hizo, wao wanakuwa wadili sana na kitu, wadili na body punch, kitu ambacho kwa Deo ilikuwa ngumu kwa sababu pia hizo movements zilikuwa zinampa wakati mgumu Deo kufanya setup ya body punch. Naam, judge namba 1, Judge Abdalla Neneko, yeye ametoa point 57 kwa 57. Judge namba 2, Judge Kondo Nasoro, yeye ametoa point 57 kwa 57. Judge namba 3, Judge Saidi Chaku, yeye ametoa point 55 kwa 59. Kutokana na maamuzi ya majaji, hili pambano ni majority draw. Kabla hamjashuka, namwomba mtu kutoka Kiwango Security aje kuavisha medali mabondia hawa kabla hawajatoka. Mwakilishi wa Kiwango Security kwa haraka.